nabii wa Mungu hakuwahi kutoa unabii wa mabaya yanayoweza kupata watu bila kuainisha kosa lao. Kwa ukitaka kuwa nabii wa Mungu, elezea, mimi natoa unabii litawapata baya 1, 2, 3. Ukisema naona vifo vitaendelea, elezea kwa nini vifo vitaendelea, wamefanya makosa gani, taja makosa yao. Lakini jambo la pili, nabii wa Mungu alitoa alternative, alitoa maoni, alitoa nini kifanyike ili ghadhabu ya Mungu isiwapate watu hawa. Huwezi ukawa nabii wa Mungu unayesema tu naona vifo vitaendelea kutokea. Kwa kosa lipi? Hamna, mimi naona watakufa. Hamna, mimi yani naona tu vifo vitaendelea. Usiseme tu kwamba hawataki kusikia. Hatutaki kusikia nini sasa hicho ambacho umetuambia afu hataki kusikia? Mbona hujatuambia lolote, unatuambia tu tutakufa, alafu hicho ambacho nasema hata kama hawataki kusikia, lakini mimi nabii wa Mungu lazima nitawaambia. Utatuambia nini sasa hicho ambacho tutaki kusikia? Umetuambia tuache ubaya upi? Tumekataa. Umetuambia tuache dhambi ipi? Tumekataa. Mbona hakuna dhambi uliyotuambia Bwana mbarikiwa na watoto wako mnafanya dhambi 1, 2, 3? Nasoma andiko hili, kulingana na andiko hili ninyi mmepotoka hapa, mmepotoka hapa. Mimi nawasomea maandiko, acheni hizi njia zenu mbaya, mkiacha mtaishi. Kwa sababu ndivyo Bwana asemavyo kwamba mtu muovu akiacha njia zake mbaya ataishi. Hakuna unabii wa kusema hata kama akiacha huyo ni wakufa tu atakufa. Huyo sio Bwana, huyo ni wanywa damu ndio waliokutuma. Hakuna cha unabii, hakuna cha Bwana amesema. Ni utapeli tu na wanywa damu ndio waliokutuma. Huwezi ukawa nabii wa Mungu ambaye unaelezea mabaya atawapata bila wewe kusema wanatakiwa wafanye jambo 1, 2, 3 ili Mungu ageuze ghadhabu yake. Huo sio unabii wa Mungu, huo ni utapeli, ni unabii wa kuzimu, ni unabii ambao unatumwa na wanywa damu na wauaji. Alafu mwisho yote unakuja kuizingizia Biblia. Nitakusomea maandiko na nitakufafanulia ujue hakuna unabii wa aina hiyo kwenye Biblia. Na ndio kazi ya nabii kunyoshia kidole mtu yoyote yule kwamba kuna kitu kinakuja kibaya. Ukisoma Ezekiel 2:5 anasema nena na watu hawa either watasikia au wataki kusikia. Ninaamini ni wakati sahihi wa kutafakari wao hiki nilichokuwa nimekisema kuhusu Mbarikiwa, na bado ninaona watu 2, 3. Yaani jambo ambalo linakuja halitampata Mbarikiwa moja kwa moja, linamzunguka, baadaye litakuja kwake. Kwa sababu maeneo ambayo Biblia ilisema iwe watasikia ama wataki kusikia, Biblia ilisema kwa maana hao ni nyumba ya kuasi. Lazima uelezee tumeasi katika lipi, wapi tumeziacha njia za Bwana. Si tuko tayari kugeuka, tuko tayari kufuata maandiko kwa gharama yote. Hata kama jana tulifuata neno fulani tukasema ni sahihi, leo tufafanulie, tusomee haya maandiko, tusomee Biblia, tuambie hiyo njia mlioifuata imepotoka kwa namna 1, 2, 3. Tuko tayari kugeuka, tuko tayari kulifuata neno la Bwana kwa gharama yote. Ikiwa tuko tayari kufuata neno la Bwana hata kwa gharama ya kupoteza maisha yetu, si habari kugeuka tu kubadilisha msimamo tulionao, ni jambo dogo sana kwetu. Lakini huwezi ukasema hiyo watasikia ama hawataki kusikia. Wakati huo hauchambui watasikia nini, hawataki kusikia nini, wana uovu gani, wana ubaya gani, wana dhambi gani ambayo mimi nabii wa Mungu nasema waache dhambi 1, 2, 3. Nasoma Biblia, nasoma maandiko. Unatoa tu unabii ambao nyuma yake unakuwa umetumwa na wanadamu. Unasema tu kwamba mimi hiyo watasikia ama hawataki kusikia, lakini mimi naona na wengine wataendelea kufa. Enyi wana wa majoka, endeleeni kutoa unabii mkitumwa na wauaji. Endeleeni kutoa unabii kwa sababu najua nyuma yenu wako wauaji. Hakuna andiko lote mnaweza mkasoma kwamba kuna dhambi ama kuna kosa tumefanya. Kosa letu ni kutetea watu wanaoonewa. Kosa letu ni kutetea damu za watu zinazomwagwa au watu wanaoteswa. Na kwa kuwa wanywa damu wanakuwa wanafurahia kuona damu za watu zinavyomwagika, leo hii tunasomewa maandiko hiyo watasikia ama hawataki kusikia, kwa sababu tu hatutaki kusikia, kugeuka njia, kuacha kuwatetea wanaoonewa au kuacha kuwatetea wanaoteswa. Endeleeni kutoa unabii wenu wa kishetani, na hata mkitoa wote nawaambieni ya kwamba bado hatutaacha kutimiza wajibu wetu wa kimaandiko. Haleluya, mtu wa Mungu. Nabii Deo Mjeni pamoja na manabii wengine mfano wa wewe ikiwemo Bashando na wengineo ni miongoni mwa manabii wa kuzimu au mnaotoa unabii kishetani au mnaotumiwa na mamlaka za mashetani au wauaji kutangaza vifo vilivyopangwa kwa kivuli cha unabii ama kwa kivuli cha neno la Mungu
ama kwa kivuli cha Mungu anawapiga hawa watu kwa kuwa wamemkosea Mungu au wameziacha njia za Mungu. Takuwekea unabii wake kwa ufupi hapa mbele, na inawezekana kwa urefu utaukuta mwishoni mwa hii clip. Lakini nataka nikujulishe yeyote unayesikiliza clip hii ya kwamba nabii Deo Njeni umekosa sifa za muhimu za nabii wa Mungu. Nabii wa Mungu alikuwaje? Ni kweli kwamba nabii wa Mungu alikuwa anasema au anaona makosa ya watu na madhara ambayo yangeweza kuwapata kutokana na makosa walioyafanya. Lakini jambo la kwanza kuhusiana na mchungaji Mbarikiwa, watoto wake na kanisa la Kikosi Kazi kwa ujumla, ni kwamba nabii Deo Njeni haujasema kosa lolote ambalo aidha mchungaji Mbarikiwa au sisi wafuasi wake tumelifanya. Nabii wa Mungu hakuwahi kutoa unabii wa mabaya yanayoweza akapata watu bila kuainisha kosa lao. Kwa ukitaka kuwa nabii wa Mungu, elezea, mimi natoa unabii litawapata baya 1, 2, 3. Ukisema naona vifo vitaendelea, elezea kwa nini vifo vitaendelea, wamefanya makosa gani, taja makosa yao. Lakini jambo la pili, nabii wa Mungu alitoa alternative, alitoa maoni, alitoa nini kifanyike ili ghadhabu ya Mungu isiwapate watu hawa. Huwezi ukawa nabii wa Mungu unayesema tu naona vifo vitaendelea kutokea. Kwa kosa lipi? Kwa sababu kama kweli tunaweza tukawa kuna kosa tumefanya au kuna dhambi tumeitenda, maandiko yasemacho yanasema Mungu hafurahishwi na kifo cha mwenye dhambi. Huwezi ukawa nabii wa Mungu ambaye unaelezea mabaya atawapata bila wewe kusema wanatakiwa wafanye jambo 1, 2, 3 ili Mungu ageuze ghadhabu yake. Huo sio unabii wa Mungu, huo ni utapeli, ni unabii wa kuzimu, ni unabii ambao unatumwa na wanywa damu na wauaji. Alafu mwisho yote unakuja kuizingizia Biblia. Nitakusomea maandiko na nitakufafanulia ujue hakuna unabii wa aina hiyo kwenye Biblia. Na nataka niwajulishe, Biblia ni mwisho wa reli. Hakuna mtu kizazi hiki, matapeli hawa, wezi hawa, wala sadaka hawa, wanaweza wakatumiwa na Mungu kwa viwango vinavyopita uaminifu ambao watu walikuwa nao kwenye Biblia. Hakuna. Kwa mwisho yote, alimadam unabii wako wewe unaweza ukawa unapingana na Biblia, basi wewe jijue wewe ni tapeli, wewe ni mwizi, wewe ni miongoni mwa wale ambao wanatumiwa na wanywa damu kuua watu kwa kigezo cha kupitia kwenye Biblia, lakini kumbe ni matapeli. Sasa mimi nijuacho ni kwamba pamoja na yote ambayo unakuwa unasema, bado kuna wengine watafuata, naona bado vifo vitaendelea. Mimi siogopi na nakuwa nafahamu kwamba inawezekana mimi ni miongoni mwa hao ambao unasema naona bado vifo, lakini mimi siogopi kuwaumbua na kuaibisha ninyi kwamba ninyi ni wale ambao mlitoka kwetu lakini hamkuwa kwetu. Mnalitumia jina la Bwana kutangaza vifo kana kwamba ni ghadhabu ya Bwana, lakini kumbe mnatumiwa na wauaji kutangaza vifo kana kwamba mnatangaza unabii, lakini kumbe mko nje kabisa ya neno la Mungu na maandiko. Sasa nianze kufanua. Jambo la kwanza, nabii wa Mungu alikuwa hawezi akatangaza ghadhabu ya Mungu bila kuainisha kosa. Mahali popote ambapo Mungu alimtokea nabii, nenda kawaambie watu fulani, nenda kamwambie fulani, alitaja na kosa. Lakini jambo la pili ambalo liko karibu na hilo ni kwamba alitaja na wafanye nini ili waiepuke ghadhabu ya Bwana, watubu kwa namna gani. Sasa wewe nabii, kila siku tunasema naona mabaya yataendelea kumpata Mbarikiwa, naona, na kwa upande wa Kasia naye namuona. Yani kwa nini wewe utaji kosa? Yani wewe kwa nini unabii wako ni unabii tu ambao unaonyesha kabisa hakuna jambo lolote ambalo unaona lina shida, ila wewe ni nabii. Yani wewe kikubwa tu ni unatoa unabii. Unatoa unabii, ni Mungu amekwambia. Mungu yupi huyo? Kwa sababu kama kuna dhambi imefanyika, maandiko yanasema Mungu hafurahishwi na kifo cha mwenye dhambi.
Kama kuna dhambi tumefanya, Mungu angetakiwa kwambie watubu dhambi ya aina 1, 2, 3. Ndio Mungu naye mfahamu mimi, ambaye kwenye Biblia pia ameandikwa. Lakini huyo Mungu wa kwako huyo ni Mungu mnywa damu, ni shetani, mashetani wanywa damu ambao wanakaa vikao, wanasema tuko na mpango wa kumuondoa fulani, tuko na mpango wa kumuua fulani, halafu wanakwambia wewe tokea utoe unabii. Ndio maana huko hapo hakuna andiko unalosoma Bwana mbarikiwa amefanya kosa dhambi ya aina 1, 2, 3 na ni kwa sababu hii Bwana atampiga. Hakuna andiko unalosoma. Unasema watu hapo kitapeli na kinywa damu, umekaa hapo umetumwa na mapepo na mashetani yanayokunywa soda uje kutabiri unabii. Sasa nataka nikujulishe kwamba manabii kama nyie toka kwenye Biblia mlikuwemo, watu ambao mnafanikisha na mnasimama nyuma ya wenye mamlaka kufanikisha vifo vya watu kwa kigezo au kwa kivuli cha neno la Mungu. Nianzie kwenye Wafalme wa kwanza 21:17. Neno la Bwana linamjia Elia Mtishibi kwenda kumwambia Ahabu juu ya yale ambayo yatampata kwa sababu ya makosa ambayo ameyafanya Ahabu. Sasa sikia maandiko yanavyosema hapa katika Wafalme wa kwanza 21:17. Nabii wa Mungu huyu anavyoenda kwa mfalme anataja makosa. Bwana, mahali pale ambapo mbwa wameilamba damu ya Naboth, watailamba damu yako kwa sababu ya makosa 1, 2, 3 uliofanya. Na kwenye kitabu hapa mfalme Ahabu alitubu. Baada ya kutubu walikaa kwa muda bila vita kwa sababu tu ya ile toba yake. Sasa huo ndo unabii ambao Mungu alikuwa anawatuma watu. Acha na unabii ambao mnatumwa na wanyodamu kwa kigezo cha neno la Mungu. Wafalme wa kwanza 21:17. Neno la Bwana likamjia Elia Mtishibi kusema, ondoka ushuke ukutane na Ahabu mfalme wa Israeli akae katika Samaria. Yuko katika shamba la mizabibu la Naboth, ndiko alikoshukia ili alitamalaki. Ukamwambia ukisema, Bwana asema hivi, je, umeua ukatamalaki? Bwana anavyomtuma Elia, jambo la kwanza anataja kosa la Ahabu. Umeua ukatamalaki? Nawe utamwambia kusema, Bwana asema hivi. Sikia sasa, Mungu anaanza kuelezea ghadhabu baada ya kueleza kosa la Ahabu. Bwana asema hivi, mahali pale mbwa walipoilamba damu ya Naboth, mbwa watailamba na damu yako, naam, damu yako. Ahabu akamwambia Elia, je, umenipata ewe adui yangu? Akamwambia, nimekupata kwa sababu umejiuza utende yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Angalia, nitaleta mabaya juu yako, nami nitakuangamiza kabisa. Nitamkatia Ahabu kila mume aliyefungwa na aliyeachwa katika Israeli. Kisha nitaifanya nyumba yako iwe kama nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebali na kama nyumba ya Baasha mwana wa Ia, kwa ajili ya chukizo ulionichukiza hata kunighadhibisha ukawakosesha Israeli. Tena Bwana alinena habari za Yezebeli akisema, mbwa watamla Yezebeli katika kiwanja cha Yezreeli. Mtu akisema, mbwa watamla Yezebeli katika kiwanja cha Yezreeli. Mtu wa nyumba ya Ahabu afae mjini, mbwa watamla, na yeye afae mashambani, ndege wangani watamla. Mungu anatangaza ghadhabu yake juu ya Ahabu akiwa ameshataja kosa kwamba, je, umeua ili ukatamalaki? Huyu ndio Mungu naye mfahamu mimi. Na baada ya hapa Ahabu alitubu. Baada ya hapo Ahabu alitubu na walikaa miaka 3. Ukisoma Wafalme wa kwanza 22:1, wakakaa miaka 3 pasipo vita kati ya Sham na Israeli. Hii miaka 3 waliokaa ni kwa sababu Ahabu baada ya kuambia kosa lake alitubu. Sasa wewe Mungu gani ambaye anakuonyesha tu mabaya bila kusema kosa ni lipi? Ndio maana nawaambia nyie ni manabii ambao mmetumwa na wanyodamu nyie. Hamna maandiko yoyote wala hamna Biblia ambayo wala Mungu aliye nyuma yenu. Mungu aliye nyuma yenu ni shetani wa kuzimu ambaye ana mabalozi wake wanakunywa soda na kuchati na smartphone, wanapanga vifo kwa kigezo cha unabii mithili ya wakwenu nyie. Haya, nitoke hapo niende Wafalme wa pili sura ya 1. Nikusomee jinsi ambavyo Mungu alikuwa anaweza akatangaza ghadhabu yake juu ya watu. Alikuwa lazima aseme kosa. Mungu sio Mungu mnywa damu kama nyie manabii hivyo. Wafalme wa pili sura ya 1 mstari wa 1. Ikawa baada ya kufa kwake Ahabu, Moabu wakaasi Israeli.
Na Ahazia akaanguka katika dirisha ya chumba chake ghorofani katika Samaria, akaugua. Akatuma wajumbe akawaambia, enendeni mkaulize kwa Baal-zebubu mungu wa Ekroni kwamba nitapona ugonjwa huu. Lakini malaika wa Bwana akamwambia Eliya Mtishibi, msikie huyu malaika wa Bwana anavyosema. Akamwambia Eliya Mtishibi, ondoka uende ukaonane na wale wajumbe wa mfalme wa Samaria, ukawaambie, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Baal-zebubu mungu wa Ekroni? Hili ndio kosa ambalo malaika wa Bwana analiainisha, analielezea. Na baada ya hapo, mstari wa 4, basi sasa Bwana asema hivi, hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Hapa ukiendelea mbele, Eliya akaondoka akaenda kutana na wale wajumbe. Mungu anavyoelezea hutashuka, ameshataja kosa, ameshataja umekosea nini, ulitakiwa kufanya nini. Haya, nimekwambia jambo la kwanza, manabii waliokuwa wanatumwa na Mungu kuelezea ghadhabu ya Mungu, kwanza walikuwa wanasema kosa la huyo mtu ni nini, amefanya kosa gani, amekosea wapi, jambo ambalo amefanya isivyotakiwa ni lipi. Lakini eneo la pili, walikuwa wanaelezea mfanye nini au mgeuke wapi, mtubu wapi. Nabii ambaye unasema umetumwa na Mungu, hauna eneo ambalo unasema huyo mbarikiwa amefanya kosa 1 2 3, hao watoto wake wamefanya kosa 1 2 3, isipokuwa kwa sababu wewe na wanadamu wanaokutuma mmepanga mipango yenu na kuona ni kama hao watu wanazuia mipango yetu miovu, wanazuia uwezo wetu wa kunywa damu na kuendelea kuangamiza watu. Kwa hiyo kila ambaye anapinga dhuluma na uuaji tunaofanya anatakiwa aondoshwe duniani, na mtatumika nyie kuonekana nyie ndo mnalitimiza neno la Mungu. Enyi majoka, wana wa majoka, na waambieni kwa neno la Bwana, hatutaacha kuzifichua mbinu zenu za uuaji ambao mnapitia kwenye Biblia kana kwamba nyie ni manabii wa Mungu, lakini kumbe ni wauaji mnaotumwa na wanadamu. Sasa naendelea kufafanua. Nabii wa Mungu aliyetumwa na Mungu, Mungu anasema hafurahishwi na kifo chake mtu mwovu au mwenye dhambi. Kama kweli sisi ni waovu, kama kweli mbarikiwa ni mwovu, unabii ambao mnautoa lazima muainishe ni kwa namna gani mnataka huyo mbarikiwa au sisi wafuasi wake tutubu. Elezeeni, someni maandiko, tumekosea lipi kimaandiko, na elezeeni tutubu kwa namna gani. Mungu ambaye anaelezea tu mtakufa mtakufa mtakufa, bila kuelezea namna gani tutubu au tugeuke tuache njia mbaya, huyo sio Mungu. Huyo ni Mungu mnywa damu ambaye nyinyi mmetumwa na wanadamu. Sasa sikizeni katika Ezekieli au nianzie Isaya 38:1, nikusomee Mungu alivyowatuma watu na vile ambavyo alikuwa anawaagiza manabii. Isaya, kitabu cha nabii Isaya 38:1. Siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Bwana anamtuma nabii Isaya kwenda kumwambia Hezekia, tengeneza mambo ya nyumba yako. Manake tatizo hapa tayari nabii Isaya amelielezea, hujatengeneza mambo ya nyumba yako, au kuna maisha ambayo unaishi hayako sawa. Tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala utapona. Basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, Bwana, kumbuka haya na kusii kwamba nimekwenda mbele zako. Baada ya maombi yote, mstari wa 4, ikawa neno la Bwana likamjia Isaya na kusema, enenda ukamwambia Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeona machozi yako, tazama nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Najua neno la haraka ambalo we nabii kwenye hicho kiunabii chako umeliweka ni kwamba kwenye kitabu cha Ezekieli amesema iwe watasikia ama wataki kusikia, lakini wewe toa unabii. Sikia wewe tapeli, uweze ukasema iwe watasikia ama wataki kusikia. Watasikia nini? Watasikia nini? Watasikia huo unabii wa kitapeli uliotoa huo. Elezea watasikia kwa kosa 1 2 3, watageuka kwa makosa 1 2 3. Hiyo watasikia ama wataki kusikia. Ila katika kitabu cha Ezekieli wamesema wewe toa tu nabii. Tutasikia nini sasa? Elezea.
Kwa sababu wewe ukasema lakini wao walikataa kusikia unabii. Unabii upi? Elezea kosa ambalo nataka tuache. Sio unasema tu watasikia au hatutaki kusikia nini sasa? Hicho ambacho unasema hiyo watasikia au hawataki kusikia. Hatutaki kusikia nini? Hicho ambacho hatutaki kusikia ni nini? Kwa sababu maeneo ambayo Biblia ilisema iwe watasikia ama hawataki kusikia, Biblia ilisema kwa maana hao ni nyumba ya kuasi. Lazima uelezee tumeasi katika lipi? Wapi tumeziacha njia za Bwana? Si tuko tayari kugeuka, tuko tayari kufuata maandiko kwa gharama yote. Hata kama jana tulifuata neno fulani tukasema ni sahihi, leo tufafanulie, tusomee haya maandiko, tusomee Biblia, tuambie hiyo njia mlioifuata imepotoka kwa namna moja, mbili, tatu. Tuko tayari kugeuka, tuko tayari kulifuata neno la Bwana kwa gharama yote. Ikiwa tuko tayari kufuata neno la Bwana hata kwa gharama ya kupoteza maisha yetu, si habari kugeuka tukubalisha msimamo tulionao, ni jambo dogo sana kwetu. Lakini uwezi ukasema hiyo watasikia ama hawataki kusikia. Wakati huo hauchambui watasikia nini, hawataki kusikia nini, wana uovu gani, wana ubaya gani, wana dhambi gani ambayo mimi nabii wa Mungu nasema waache dhambi 1, 2, 3. Nasoma Biblia, nasoma maandiko. Unatoa tu unabii ambao nyuma yake unakuwa umetumwa na wanadamu. Unasema tu kwamba mimi hiyo watasikia ama hawataki kusikia, lakini mimi naona na wengine wataendelea kufa. Enyi wana wa majoka, endeleeni kutoa unabii mkitumwa na wauaji. Endeleeni kutoa unabii kwa sababu najua nyuma yenu wako wauaji. Hakuna andiko lote mnaweza mkasoma kwamba kuna dhambi ama kuna kosa tumefanya. Kosa letu ni kutetea watu wanaoonewa. Kosa letu ni kutetea damu za watu zinazomwagwa au watu wanaoteswa. Na kwa kuwa wanywa damu wanakuwa wanafurahia kuona damu za watu zinavyomwagika. Leo hii tunasomewa maandiko, hiyo watasikia ama hawataki kusikia, kwa sababu tu hatutaki kusikia, kugeuka njia, kuacha kuwatetea wanaoonewa au kuacha kuwatetea wanaoteswa. Endeleeni kutoa unabii wenu wa kishetani, na hata mkitoa wote nawaambieni ya kwamba bado hatutaacha kutimiza wajibu wetu wa kimaandiko. Sasa nisome katika Ezekieli kwamba Mungu alivyokuwa anamtuma nabii wake kwenda kutoa unabii fulani, alikuwa anatoa na option ya ikiwa hao watu watageuka ama wataacha njia zao mbaya, basi ghadhabu ya Mungu haitawapata. Sasa we kama kweli nabii wa Mungu, mbona utuambii sasa tuache nini na nini, tupunguze lipi na lipi ambalo ndo tumepotoka kwenye njia za Bwana, ili tukishapunguza, tukishaacha ndio Bwana tusamehe? Yani wewe kwa nini unabii wako tu ni kifo kitawapata, naona mabaya yatawapata? Hapana, Mungu sio huyo. Kama kweli tumetenda dhambi, Mungu hafurahishwi na kifo cha mwenye dhambi, hafurahishwi na kifo cha mtu mwovu. Kwa nini wewe na wanadamu wako mfurahie sisi kuondoka au kupatwa na madhara? Ndio maana nakwambia unabii mnaotoa kwa sehemu kubwa mmetumwa na wanadamu. Ezekieli 3:17, mwanadamu, nimekuweka kwa mlinzi juu ya nyumba ya Israeli. Basi sikia neno hili litokalo katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. Nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa, nawe usimpe maonyo, wala husemi na huyo mtu mbaya ili kumwonya, kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Mtu ule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Sasa wewe inawezekana tu unasema hakika utakufa. Utakufa kwa uovu upi? Kwa ubaya upi ambao umetuambia tuuache afu hatujauacha ndio maana tutakufa? Kwa sababu usiseme tu hakika utakufa wakati hauna ubaya, hauna uovu ambao umetuambia tuuache na hatujauacha uovu. Haya, mstari 19, lakini ukimwonya mtu mbaya, wala yeye hauachi ubaya wake wala njia yake mbaya, atakufa katika uovu wake, bali wewe umejiokoa roho yako. Tena mtu mwenye haki yachapa haki yake. Haya, mstari 21, bali ukimwonya mwenye haki kwamba yule mwenye haki asitende dhambi, tena ikiwa yeye hatendi dhambi, hakika ataishi, kwa sababu alikubali kuonywa, naye amejiokoa roho yake, nawe umejiokoa roho yako. Sasa nikujulishe, kama kweli wewe ungekuwa ni nabii wa Mungu, elezea kwanza kosa la wazi ambalo unaweza ukasema tumefanya. Katika Ezekieli 18:20, maandiko yanasema hivi, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa,
Mwana hata uchukua uovu wa babaye, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Lakini mtu mbaya akigairi na kuacha dhambi zake zote alizotenda, na kuzishika amri zangu zote, na kutenda yaliyo halali na haki, hakika ataishi hata kufa. Sasa iko hivi, kama we ni nabii wa Mungu, lazima utuambie kuna kosa lipi tumefanya, kuna njia gani iliyopotoka tumeishi na tuiache. Katika Ezekieli 18 mstari 23, je, mimi ninafurahia kufa kwake mtu mwovu, asema Bwana Mungu, si afadhali kwamba agairi na kuiacha njia yake akaishi? Sasa wewe, kwa nini wewe unabii wako hauelezei kwamba okay, kuna njia mbaya 1 2 3 mmeziishi, mnatakiwa kuziacha? Wewe unabii wako uko tu kwamba hamna, mi naona watakufa, hamna, mi yani naona tu vifo vitaendelea. Usiseme tu kwamba hawataki kusikia. Hatutaki kusikia nini sasa hicho ambacho umetuambia afu hataki kusikia? Mbona hujatuambia lolote, unatuambia tu tutakufa, alafu hicho ambacho nasema hata kama hawataki kusikia, lakini mimi nabii wa Mungu lazima nitawaambia. Utatuambia nini sasa hicho ambacho tutaki kusikia? Umetuambia tuache ubaya upi? Tumekataa. Umetuambia tuache dhambi ipi? Tumekataa. Mbona hakuna dhambi uliyotuambia Bwana mbarikiwa na watoto wako mnafanya dhambi 1 2 3? Nasoma andiko hili, kulingana na andiko hili ninyi mmepotoka hapa, mimi nawasomea maandiko. Acheni hizi njia zenu mbaya, mkiacha mtaishi. Kwa sababu ndivyo Bwana asemavyo kwamba mtu mwovu akiacha njia zake mbaya ataishi. Hakuna unabii wa kusema hata kama akiacha huyo ni wakufa tu atakufa. Huyo sio Bwana, huyo ni wanywa damu ndio waliokutuma. Hakuna cha unabii, hakuna cha Bwana amesema. Ni utapeli tu na wanywa damu ndio waliokutuma. Haya, Ezekieli 33:11. Waambie, au nianzie mstari wa 10. Na wewe mwanadamu, sema na nyumba ya Israeli, ninyi mwasema hivi kwamba makosa yetu na dhambi zetu ni juu yetu, nasi tumedhoofika katika dhambi hizo. Basi tungewezaje kuwa hai? Mstari wa 11, msikie Mungu sana anavyosema. Waambie, kama mimi niisivyo, asema Bwana Mungu, sikufurahi kufa kwake mtu mwovu, bali agairi mtu mwovu na kuiacha njia yake mbaya akaishi. Huyu ndo Mungu anavyoongea kwamba mtu mwovu akiacha njia yake mbaya ataishi. Na narudia tena kuongea, manabii ambao kwa sehemu kubwa nyie kifo cha mtu mwema mnasema tu kwamba kwa kweli. Nimeona na comment ya Bashando anaandika sema marehemu alikuwa mjinga sana. Mjinga kwa lipi? Yani mjinga tu kwa sababu alipingana na wanyadamu, mjinga tu kwa sababu alipingana na wauaji, alipingana na matapeli na watu wa jinsi yenu. Mimi nawaambia, kama kwa ujinga wa aina hiyo baba zetu manabii waliuawa kwa sababu ya kutangaza utu na ubinadamu, kuipeperusha bendera ya uchamungu. Hatutaionea haya injili ya Bwana, hatutakionea haya kifo, hatutaionea haya kaburi. Na niwaambie, katika Mungu kushinda sio tu kuendelea kuishi humu duniani na kuwa matapeli kama nyie. Katika Mungu kushinda ni kusimama katika msimamo wa neno la Mungu hata kwa mauti. Paulo anasema, ni nini kitakachotutenga na upendo wa Mungu? Ni nini? Ni nani? Iwe yale yaliyoko, iwe atakayokuja, hakuna kitakachotutenga na upendo wa Mungu. Hii ni kwa sababu tutasimama na neno la Mungu, tutasimama na maandiko katikati ya hatari ya aina yoyote. Mbele yetu tunakiona kifo, mbele yetu tunaona unabii, na mnavyotaja kwamba tunaona bado kuna wengine kifo kitakao kinazunguka. Tunajua wanyadamu wameshawatuma, wameshapanga mipango, tunajua. Lakini mwisho wa yote tusemacho ni kwamba ikiwa neno la Mungu lilofanya kwa sehemu tukatakasika kiwango hiki, ni neno la Mungu litakalopelekea tupatwe na hatari ya aina yote. Hatutalegeza msimamo wa aina yoyote wa kulifuata neno la Mungu, hata kama wauaji mtakuwa mnaendelea kutumwa kwa namna na kwa staili kama hii. Mwendelee kuja kutabiri unabii kama huu. Sasa nisemacho ni kwamba hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliaye kutoka gerezani, nikiwa mimi mwenyewe nalia kutoka mahabusu, nikiwa nakiona kifo na hatari za namna mbalimbali zikiwa zinatuzonga na kutuandama. Lakini nisemacho ni kwamba hakuna kitu cha kututenga na upendo wa Kristo.
wala hakuna cha kutufanya tulegeze moyo, bidii na upendo tulionao kwa Kristo, hata kama mbele yetu tutakuwa tunakiona kifo na kaburi. Heri kila mtu atakayeteswa, atakayeumizwa, atakayefiwa, naam hata kuuawa katika Bwana tangu sasa, apate kupumzika baada ya taabu zake. Kwa maana Kristo mhukumu wa haki yu karibu kuja. Nifahamucho mimi ni kwamba hata ninyi manabii ambao kwa sehemu kubwa mnashangilia, mnatumiwa na wanyodamu, mnatoa unabii kinywa damu, yani kitaperi, hakuna lolote ambalo mnaelezea kwamba ghadhabu ya Mungu itakuja kwa hao watu kwa sababu wamefanya kosa 1, 2, 3. Mnatoa unabii ambao unaonekana kabisa umejaa kisasi cha wanyodamu na mashetani wanaokunywa soda na kuchati. Mnatoa comment za kuonyesha kwa kweli afadhali amekufa. Au anasema bado mmoja, kuna mmoja ameandikwa kada wa CCM, anasema bado mmoja. Nafahamu tunakuwa tuko kwenye orodha hiyo, lakini nijuacho hamtaishi milele. Nijuacho hamtaishi milele. Nijuacho hamtaishi milele. Mwanadamu ulitoka kwenye mavumbi, na baada ya utapeli, baada ya ukada wa chama chako, baada ya ukada wa wanyodamu, utaonja mauti, utarudi mavumbini, na kila nafsi itatoa hesabu juu ya utapeli na juu ya maisha yote ambayo uliishi duniani. Ni wenye dhambi tu na waoga ndio ambao wanakiogopa kifo. Kifo ni kitu dhaifu sana, na wakisheni, kwa sababu na wakisheni kwa maisha ya aina yoyote. Kufa utakufa, hata kama utakufa ukiwa umezeeka, wamekuhudumia, sio wamekupeleka hadi India umeenda kutubia, lakini kufa utakufa, na utaoza, utanuka, utakuwa kiumbe wa ovyo. Tena sikana maiti yako itakuwa inatisha, hakuna hata ambaye atakuwa na ujasiri wa kuiangalia sura yako. Hii ni kwa sababu ya roho mbaya na damu ulizojaa na unabii wa kitapeli uliokuwa unatoa. Asema Bwana majeshi, kwa maisha yoyote unayoishi, kwa utapeli wowote, ikiwa kuna bahasha zozote mnapewa ili kutoa unabii wa kitapeli kwa maisha yoyote, nanyi mtakufa, asema Bwana majeshi. Hakuna ambaye ataishi milele kwenye dunia. Sasa nisemacho, Kristo mhukumu haki yu karibu kuja kumlipa kila mtu sawa na kazi na maisha yake. Hii ndio maana yale neno Maranatha. Amen.